Sauti Mbele, tunapaza sauti na kuleta mabadiliko. Habari na karibu katika Sauti Mbele, kipindi ni cha pili ambapo tutakuwa tunaangazia suala maalum ambalo ni la kutuhusu sisi sote na pia ni la kijamii. Langu jina ni Esther Mweni. Hapa unapata nafasi ya kusikiza, unapata nafasi ya kusikizwa na pia unapata nafasi ya kushuhudia mabadiliko yanayotokana na sauti zilizofunuliwa. Kwa hiyo basi siku ya leo tutakuwa tunaangazia suala la kitambulisho cha kijinsia ama kwa kimombo tunasema vipi, gender identity. Hivi wajua, mara nyingi watu wameweza kuishi bila kujielewa. Maana wakati tunasema jinsia, watu wengi wamewazia tu mwanamume au mwanamke, wengine wamewazia kike au kiume, lakini kuna kitu zaidi ya hicho. Maana wakati tunasema kitambulisho cha kijinsia, tunazungumzia kitu ambacho ni cha kindani na ni cha kibinafsi sana. Sijui kama wakati umesikia hili neno kike ama kiume, umewahi keti hivi kama wewe kama binafsi na ukajiuliza, hivi mimi ni nani basi? Maana watu wengi wamekwama tu pale kwa kike na kiume bila kuelewa, na ndio maana unakuja unapata katika jamii watu wanaishi maisha mengine ambayo hawezi ukayaelewa. Unapata watu wanaishi katika maisha ambayo yeye ni mwanamke lakini katika maisha yake anaonekana kama mwanaume. Unapata yeye ni mwanaume ila katika matendo yake anaonekana kama mwanamke. Kwa nini? Ulipata kupewa jinsia yako ulipozaliwa, lakini hukuenda kiwango cha kujielewa kindani wewe ni nani. Ndio maana nikasema siku ya leo ni vyema tuweze kuzungumza kwa pamoja na kuona ni vipi ambavyo tunaweza tukajitambua. Manake ni jambo ambalo ni muhimu, mtazamaji wangu. Kwa hivyo kwa popote pale ulipo, usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hebu fuata pale kwenye mitandao yetu, ni Facebook, Twitter, Instagram, ambapo unatupata @voiceforward, ama tukitafuta kwenye mitandao yote Esther Mweni pia utakuwa unatupata pale. Kwa hiyo basi mtazamaji, tukianza pale kwenye gumzo la siku ya leo. Hebu fikiria hivi, kama jamii inavyokuchukulia, kuna vile ambavyo jamii inakuchukulia wewe kama mwanadamu. Kuna vile jamii inatarajia uishi kulingana na ile jinsia uliyopewa wakati ulizaliwa. Na kuna yale mambo unastahili kufanya kwa sababu ile jinsia. Lakini je, does that really define you? Kwa maana tumepewa kuwa kike ama wengine tumepewa kuwa kiume. Lakini ukitazama katika maisha yetu, yani ukitazama katika maisha yetu ya kila siku, ni tofauti kabisa bwana, kabisa sana. Na basi mtazamaji, ni vyema leo ukaweza kujifunza hivi. Unayo tofauti kubwa sana na ile jinsia, kwa kimombo sex, uliopewa wakati ulizaliwa. Hicho ndicho daktari alikuita. Sijui kama wafahamu hilo. Lakini wakati tunazungumzia gender, ni vile unajitambua. Gender ni tofauti sana na sex ama jinsia. Zote kwa Kiswahili ni jinsia. Hilo ukiangalia kwa Kizungu inaleta utofauti mkubwa sana ambao unapendeza. Sex is what the doctors assign you wakati ulizaliwa. But when it comes to gender, that is what you identify yourself as. You are either born a male or a female. But in the course of your life, you may choose to identify yourself as a different thing. Ndio kuna watu ambao wanaweza kujitambua kama wanaume, wengine kujitambua kama wanawake. Wengine hata wajielewi, wanajitambua kama wanabeba jinsia zote mbili. Au hata wengine wanasema mimi sina jinsia yote, na sio makosa, sio makosa. Ndio maana nikasema siku ya leo nataka tuelewe kujitambua kijinsia, tuweze kujua sisi ni kina nani, maana ni swala muhimu. Ndio maana unapata katika nchi yetu ama katika Afrika kote, kuna hiki kikundi ambacho kimetokezea cha LGBTQ, na kila mtu ana maoni tofauti kabisa na hicho kikundi, ila wajua ya kwamba kujifunua ama kujitambulisha kijinsia, wale walijitokeza wakiwa na jinsia zenye hazieleweki, jinsia tofauti sana. Kwa hiyo basi hizo jinsia zote zipo. Ni kama tu vile ukitazama kwenye ice cream, nitatumia mfano wa ice cream. Ice cream kuna flavor ya chocolate, na kuna flavor gani? Na kuna ile flavor ambayo unaipenda wewe na ile napenda mimi. Lakini ukitazama kwenye hizo zote, zipo strawberry, zipo zingine lemon, zipo zingine sijui zinaitwaje. Yani flavors zipo mingi.
Kwa hiyo basi wakati tunasema jinsia na utambulisho wa jinsia ni jambo ama ni suala muhimu la kulitazama, ni kwa maana tumefungwa na mawazo ya kwamba jinsia ni kike au kiume. Lakini kiukweli ni kwamba jinsia zipo nyingi tofauti. Kuna wale ambao hawana jinsia, hawana jinsia kabisa, as gender. Kuna wale ambao wako na jinsia zote mbili, ya kike na ya kiume, au ni transgender. Kuna wale ambao pia wanajifahamisha kitofauti na hizo, yani ziko pale, ni gender spectrum, kuna gender spectrum, na watu wengi wako katika hizo zote. Kwa hiyo siku ya leo nataka tuweze kujua hivi, kila mtu kuna vile anajitambua, haijalishi alipewa jinsia gani wakati alizaliwa, haijalishi ni nini hicho ambacho tunakiona kinamdhihirisha jinsia yake, lakini kuna ile sauti iliyo ndani yake. Naweza kuwa hivi unaniona ni mimi ni mwanamke ukitazama kwa muonekano, lakini ndani yangu kuna ile sauti inanizungumzia vitofauti sana. Hivi nikuulize swali. Tungekuwa jinsia hatutambui kwa muonekano ama kwa sehemu fulani ya mwili, maana hicho ndicho watu tunatazama, ingekuwa haitambuliwi kwa sehemu fulani ya mwili, ungejuaje wewe ni mwanamke? Nataka ujiulize hivi. Kama madaktari wangekuwa na uwezo wa kutambua jinsia ya mtu kwa njia tofauti ambayo sio tu kutazama mwili, je, unafikiria ungekuwa hiyo jinsia ulionayo? Ndio maana ninasema ni vyema wakati ambapo hizi jinsia zipo, tunapaswa kuelewa ule utambulisho wa jinsia ni hali tofauti sana, ni wa kibinafsi na ni wa kindani. Kuna kile ambacho nakisikia ndani yangu, kuna kile ambacho mimi Esther najua, japo nimeambiwa mimi ni mwanamke na daktari, japo nilizaliwa na kwa maumbile yangu mimi ni mwanamke, kuna hiyo hisia nayo kuzungumzia. Ndio maana utaona mwanamke kama mimi, alafu nikisha kuwa tu hivi kidogo naanza kufanyaje? Naanza kubadilisha maisha yangu, naanza kuishi kama mwanaume. Kidogo kidogo naanza kumpenda mwanaume. Nani amekwambia kama ndani yangu, yani namaanisha jinsia ama kule kujitambulisha kunatoka maana gani? Kila wakati ambapo unamwona mtu na jinsia na vile anajidhihirisha ama anajitambulisha ni tofauti, usije ukamdharau, usije ukaanza kumuona hajielewi, usije ukaanza kumtukana na kusema ni ukishetani. Ina maana na unastahili uelewe gender identity and gender expression, they are very different. Kwa hivyo kule kujitambulisha kijinsia hatutazami muonekano. Nataka tujifunze hilo siku ya leo. Kwa hiyo wakati ambapo pia namaliza pale na maana gani, nataka leo ujifunze hiki, mtazamaji wangu. Utambulisho wa jinsia ni kitu cha kibinafsi na ni kitu cha kindani. Ile sauti nayo nizungumzia kule ndani inaniambia mimi ni nani. Najua hata kuna philosopher Socrates ama sio philosopher nani alisema you must first know yourself. Lazima kwanza ujielewe. Na hapo ndipo watu wengi wamekosea. Lazima ujielewe. Hiyo sauti inayokuzungumzia kule ndani inakwambia Brian wewe ni nani. Hiyo sauti inayokuzungumzia ndani Immaculate inasema wewe ni nani. Kwa hiyo basi mpenzi mtazamaji, nataka leo tuweze kujifunza hilo ya kwamba kando na jinsia zote kuwepo, cha muhimu ni kwamba utambulisho wa kijinsia ni jambo la kibinafsi na linahitaji kuheshimiwa na linahitaji kila mtu kujivunia jinsia ya kwake. Kwa hiyo basi kwa mengi zaidi kama haya, nataka kujifahamisha mengi kuhusiana na masuala ya kijinsia, fuatilia mtandao wetu pale wa YouTube @voiceforward, Facebook tupo pale, na pia katika mtandao wa TikTok tupo pale. Ukipenda wale ambao mnapenda podcast, tupo na podcast kwa jina Genderlens, ipo pale kwenye Spotify app. Ukitafuta Genderlens utakuwa unapata mengi zaidi kuhusiana na masuala ya kijinsia. Kando na hayo, kufuatia wiki ijayo tutakuwepo na mgeni hapa ambaye atakuwa anatuelezea ni vipi ameweza kujitambulisha kijinsia. Maana nimekwambia jinsia, kujitambulisha kijinsia sio kwa muonekano, bali ni kwa kile kilicho ndani, ni kwa ile sauti iliyo ndani yako inakuzungumzia, inakwambia wewe ni nani. Kwa hiyo basi, for this and for more, keep following us, keep subscribing. Don't forget, press that subscribe button na utakuwa unapata mengi zaidi, utakuwa unazidi kujifunza. Upo pale unataka kushiriki hadithi yako pamoja nasi,
tupo wazi kukupokea. Unaweza ukawasiliana nasi ukishiriki pale kwenye mitandao ya kijamii #mystory, #voiceforward, #drivingchange, #amplifying voices. Hizo hashtag zote ukizitumia, basi itakuwa na kutafuta na itakuwa tunashirikiana hapa. Manake nasema vipi, sauti yako ni ya maana na inaweza ikaleta mabadiliko ya kweli, na kila sauti inahitaji kupewa nafasi ya kuleta zile nguvu za mabadiliko. Kwa hiyo basi, je, una hadithi yako unahisi ya kwamba ni ya kubadilisha malimwengu? Je, una hadithi ambayo unajua ukishiriki itaweza kumtia moyo mtu mahali? Usikose kushirikiana nasi pale. Basi nikishukuru kwa wote ambao wamezidi kufuatana nasi katika mitandao yote ya kijamii. Hakikisha umeshiriki pamoja na majirani, umeshiriki pamoja na marafiki, umeshiriki hata na familia, na pia usisahau, this is very important, hebu nipe maoni yako kuhusiana na kipindi cha siku leo pale kwenye comment section. Kama una maswali, hebu uliza pale, tutakuwa tunajibu katika kipindi kijacho. Kwa hiyo basi, kwa sasa hivi nitakuwa naweka kikomo, ila kwa wakati ujao tutakuwa na mgeni hapa studioni na tutakuwa tunapata kuelewa ni vipi tunaweza tukajitambulisha kijinsia kwa njia ambayo inaheshimika na pia inakubalika katika jamii za kwetu. Asanteni kwa sasa hivi, na watakia kila laheri hadi wakati mwingine. Langu jina ni Esther Mweni na hii ni Sauti Mbele.